Tufungue Biblia zetu Haleluya. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Somo la leo, andika namna ambavyo nguvu ya Mungu inakupa kushinda utawala wa giza na ufalme wa Shetani. Namna ambavyo nguvu ya Mungu inakupa kushinda utawala wa giza na ufalme wa Shetani. Namna ambavyo nguvu ya Mungu inakupa kushinda utawala wa giza na ufalme wa Shetani. Haleluya. Tutaangalia habari ya nguvu ya Mungu leo, lakini pia tutaangalia juu ya mamlaka ambayo Mungu ametupa inayotuwezesha kushinda. Haleluya. Matendo sura ya kwanza mstari wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapompokea Roho Mtakatifu tunapokea nguvu. Haleluya. Haleluya. Tunavyompokea Roho Mtakatifu tunaipokea nguvu ya Mungu. Tunapokea nini? Nguvu ya Mungu. Na hii nguvu ya Mungu ndio inayokuwezesha wewe kuweza kushinda utawala wa giza, ufalme wa Shetani, nguvu za Shetani na mamlaka yote ya kipepo. Ni hii nguvu ya Roho Mtakatifu. Ila kusoma hii Timotheo wa pili sura ya kwanza, na neno hapo natamani tuliangalie. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 6. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 6 anasema, kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Haleluya. Amen. Paulo anamwandikia Timotheo, anamwambia achochee karama. Maana yake kuna kitu Timotheo ameshapokea, kuna nguvu ya kimungu Timotheo ameipokea, lakini Timotheo anatakiwa aichochee hiyo nguvu. Haleluya. Ile Matendo 1:8 anasema mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu.
Sasa baada ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, ni wajibu wako wewe kuichochea hiyo nguvu. Haleluya. Ni juu yako wewe. Paulo anamkumbusha Timotheo, anamwambia chochea ile karama ambayo imo ndani yako. Kwa hiyo tumepokea nguvu, ila tunatakiwa tuichochee. Tunapoichochea, hiyo nguvu inazidi kuongezeka. Haleluya. Tunapoichochea, hiyo nguvu inazidi kuleta matokeo katika maisha yetu. Haleluya. Kwa hiyo Jumapili tulikuwa na ibada hapa ya kupokea nguvu za Mungu. Haleluya. Amen. Ila kama hautachochea, utakuwa kama vile ukupokea chochote. Tunaenda vizuri hapa? Kama usipofanya nini? Usipochochea. Leo sijasikia watu wananena. Maana yake ule ujaja na kiu. Tunaenda vizuri hapa? Leo ujaja na nini? Kwa ile nguvu inaanza kupotea, inaanza kufifia. Mambo ya kimungu yanategemea shauku yako wewe. Unajua kuna watu wakija kanisani wanakuja kuobserve, wanakuja kuangalia mazingira, wanakuja kuangalia leo mambo yataendaje. Wewe una kiu. Ila kuna yule mtu amekuja kwenye ibada hii, ana jambo, anataka amuone Mungu. Ila kama umekuja kudadisi, muda wote ibada inaendelea, wewe uko busy. Utamwangalia fulani, leo mbona wameimba huo wimbo leo? Wamerudia ule wimbo wa ile siku. Wewe hauna kiu. Hauna determination, hamna kitu ambacho umedhamiria kwamba leo nataka nikamuone Mungu. Kwamba Jumapili nilinena na leo nataka ninene zaidi. Amen. Sio kuna mtu ananielewa? Haleluya. Anasema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Tunapokea Roho Mtakatifu ili tuipate nguvu ya Mungu. Tukishaipata ile nguvu, tunatakiwa tuichochee. Tunapokuja kanisani tumekuja kuichochea. Kuichochea ni kuiamsha. Haleluya. Unapoichochea inazidi kuongezeka. Yaani nguvu ya Roho Mtakatifu, ukisoma kwenye tafsiri ya ili neno kiingereza kwenye Kiebrania ni dunamis. Haleluya. Dunamis. Wale ambao mnakumbuka basketi za zamani, kulikuwa kunakuwa na ile dynamo. Dynamo inawekwa karibu na tairi. Unapozidi kuendesha baskeli, tairi inapozunguka kwa spidi, ndivyo ile dynamo inatoa mwanga mkubwa kwenye taa. Ukiendesha kidogo, inatoa mwanga mdogo. Kwa hiyo unapokuwa na spidi kali, ile dynamo inazunguka kwa haraka, inatoa moto mwingi, afu inazalisha umeme mkubwa. Ndio nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu iliyopewa ni dunamis, ni nguvu ambayo inaweza ikazalishwa ndani yako. Yes. Kwa hiyo Mungu anapotupa nguvu, anatupa kwa kiwango, kila mtu anapewa kiwango chake. Ila itaongezekaje hiyo nguvu? Namna inavyoongezeka inategemeana na wewe kama umeichochea. Ukiilalia, ukizubaa, inapoa, unarudi tena kawaida. Ila ukiamua kuichochea, ukaichochea, inaanza kuleta matokeo. Watu wawili waseme amen. Amen. Kwa hiyo Paulo anamwambia Timotheo na kukumbusha, kwa sababu alijua Timotheo anaweza akajisahau. Akamwambia nilikuwekea mikono. Yes. Ukapokea karama, ukapokea nguvu ya Mungu. Sasa ichochee. Haleluya. Amen. Yes. Ichochee hiyo nguvu. Hii nguvu ya Mungu ndio inayotupa kutawala ufalme wa giza. Haleluya. Ndio inatupa kutawala nini? Huwezi ukatawala ufalme wa giza bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Amina. Huwezi ukatawala ulimwengu wa roho bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Huwezi ukashinda mapepo na utendaji kazi wa kishetani. Huwezi ukaushinda ufalme wa shetani bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Haiwezekani. Never. Amen. Haleluya. Amen. Huwezi ukayashinda maonezi ya shetani bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu.
usipokuwa na hii nguvu, shetani atakuonea. Kuna vitu vitatokea kwenye maisha yako ambavyo ni maonezi. Shetani ameamua kukuonea kwa sababu hauna nguvu, huwezi ukamfanya lolote. Ila unapokuwa na hii nguvu na ukajua kuitumia, shetani atakuogopa. Amen. Shetani atakukimbia. Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Glory to God. Amen. Hii nguvu pia Roho Mtakatifu ndio inasababisha maombi yajibiwe. Ndio inasababisha nini? Waefeso 3:20 anasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Paulo anasema Mungu anaweza akafanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tunayoyaomba, kuliko yote tunayoyawaza. Amen. Kwa kadiri ya nguvu. Sema nguvu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hii nguvu ya Roho Mtakatifu ndio inasababisha maombi yajibiwe, ndio inamfanya Mungu atende. Nguvu iliyomo ndani yako inamfanya Mungu aweze kutenda. Sasa nisikilizeni. Tunaposema maombi, Wakristo wengi tumebakiza maombi ambayo hayausumbui ufalme wa giza. Kwa hiyo tukisema maombi, utaomba Mungu akupe kazi, utaomba Mungu akupe hela, utaomba Mungu akupe biashara. Sio vitu vibaya, lakini ni kiwango cha chini sana cha maombi sana, kama bado unaombea hivyo vitu. Yaani asilimia kama 80 au 90 ya Wakristo maombi yetu hayausumbui ufalme wa giza, kwa sababu vitu tunavyoviombea ni vitu vya kawaida, vitu ambavyo hata ambaye hana Mungu anaweza akavipata. Hivyo ndio vinavyotuhangaisha. Paulo alichokuwa anawaombea Waefeso mpaka akasema Mungu anaweza kufanya zaidi ya tuombavyo au tuwazavyo, hakuwa anawaombea wapate nyumba au wapate kazi au wapate nini. No, anawaombea Kristo akae ndani yao, anawaombea wafanywe imara utu wao wa ndani. Paulo anawaombea Waefeso wapokee roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua Mungu. Mtu mmoja aseme amen. Haleluya. Amen. Ndio maana nikisema hata hapa niwaulize, nani huwa anaombea kazi ya Mungu ya mahali hapa, itakuwa shida. Ule tu moyo kwamba Mungu ninaombea, okoa, Bwana ponya, Bwana linda vijana. Sio kama kuna mtu ananielewa. We don't have prayer nowadays. Hatuna maombi. Hatuna maombi. Yaani maombi yetu yamefocus kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ukiamka kuomba unajiombea wewe na familia yako. That is not. Haujali kuna watu wengine, hujali kuna watumishi wa Mungu, hujali kuna praise team. Maombi yako hayagusi popote, ni wewe tu. Ndio maana kuna wakati mwingine kuna vitu utaendelea kuviombea sawa, Mungu hata kujibu kwa sababu wewe ni mbinafsi. Ayubu hakujibiwa maombi kwa sababu alijiombea, alijibiwa maombi kwa sababu ameombea watu wengine. Mungu alimwambia waombee hawa. Ayubu bado yuko kwenye shida, ila Mungu anamwambia waombee hawa. Amen. Wakati Ayubu anawaombea wale wengine, marafiki zake, Mungu akaamua mjibu na yeye. Amen. Amina. Ndio maana ile Mathayo 6:33 anasema utafuteni kwanza ufalme. Sasa sisi tunavyotafuta kwanza ni vitu vya mwili, ni kuvaa, kula, biashara, kazi. Ndio tunayoyaombea kila siku. Na hatuyapati. Unajua kuna mambo ukisoma Biblia vizuri utagundua Mungu alishagatupa. Yes. Haleluya. Sio vitu yani wewe ukaingia kwenye maombi. Wewe ukaingia kwenye maombi, asilimia 80 ya maombi yako unaombea tu vitu vya mwilini. Baba niangalie, Baba ni hivyo vitu Mungu alishagakupa.
Nenda ukafanye fellowship na Mungu. Yes. Mwambie Mungu, nimekuja kukuabudu. Amen. Kamimine moyo wako. Niwaambieni watu wa Mungu, kuna vitu vingi utamwona Mungu akikutendea kama ukienda tu kumwabudu. I tell you. Kwa sababu ukienda kumwabudu Mungu, anayeshuka ni yeye mwenyewe. Yaani Mungu mwenyewe ndiye anashuka. Sasa akishuka Mungu mwenyewe, how comes yashuke alafu changamoto yako ibaki vile vile? Hapana. Shida yako ibaki vile vile. Maana yake pale ameshuka Mungu. Ndio maana kina Yehoshafati wakati wanaenda vitani wenyewe walimsifu tu Mungu. Paulo na Sila wakiwa gerezani walimsifu Mungu. Amen. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Anasema Mungu anafanya zaidi ya tuombavyo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ijumaa niliongea mahali hapa. Kuna maombi ambayo hutakuja kuyaomba kama hauna nguvu. Hayo maombi ya baba nipe sijui kofia, nipe gauni, unaweza mtu yote anaweza kayaomba. Lakini kuna maombi. Ninasema Roho anatuombea kwa kuugua. Huwezi kuomba hayo maombi kama hauna nguvu ya Roho Mtakatifu. Never. Wewe utakuwa tunaona kwenye Biblia, utakuwa unaona tu wenzako wanaomba, wanalia, risali moja, masaa mawili, mtu yuko kwenye maombi. Unajua sasa hii masaa mawili mtu alikuwa anaomba mambo gani hayo? Masaa matatu alikuwa anaomba vitu gani? Huwezi kufika hiyo level kwa sababu wewe unachoombea, unaombea vitu hivi vinavyoshikika. Amen. Mwambie jirani yako panda viwango. Haleluya. Amen. I wish hapa kanisani wawepo watu ambao ukiwa nyumbani unapata mzigo kuombea kazi ya Mungu. Kuomba Mungu watu waokoke. Kuombea watumishi wa Mungu. Kuombea ibada. Haleluya. Amen. Kuna baraka utazipata, kuna vitu utaanza kuona kwa wepesi kwenye maisha yako ukianza kuangaikia ufalme wa Mungu. Yaani hata maombi yako yana target kwanza ufalme wa Mungu. Haleluya. Kwamba Mungu kuna kazi yako nataka ifanikiwe kwanza, hicho ndio unachokitafuta. Kwa hiyo nguvu ya Mungu inasababisha pia maombi yetu yaweze kujibiwa. Haleluya. Leo utanielewa vizuri. Lakini leo ambacho nataka nikazie au neno ambalo leo Mungu anataka tulisimamie ni juu ya kutawala ufalme wa giza. Haleluya. Yes. Kwa sababu tumepewa hii nguvu tuweze kutawala. Ndio. Amen. Tuweze kufanya nini? Kutawala. Tuweze kutawala. Ni jambo la aibu na la kufedhesha mtoto wa Mungu kitawaliwa na ufalme wa giza. Sema sitatawaliwa. Sitatawaliwa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.